Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu hujambo popote pale ulipo, niukaribishe katika kapu la habari siku hii ya leo. Jina langu ni Zuberi Mgani, nitakupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitamwalika hapo baadaye Hilali Seif Riami ambaye atakupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote mtazamaji, nikupitisha katika muktasari wa miongoni mwa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza lachunguza usambazaji wa vipeperushi vinavyochochea vurugu. Mwanaume amshambulia mkewe kwa kutumia kifaa chenye ncha kali na kumkata kiganja cha mkono. Na katika habari za kimataifa, watu wasiopungua 12 wameuawa katika shambulio la risasi huko nchini Afrika Kusini. Naam, nikukumbushe tu mtazamaji kuwa mbali na kuyapata matangazo haya kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyapata matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube endapo ukiandika Mahasin TV official channel, utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Lakini pia tunapatikana kupitia Azam Max app. Tulianze kapu la habari hii leo tukianzia hapa mkoani Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeanza uchunguzi kuhusu vipeperushi vinavyodaiwa kusambazwa katika maeneo mbalimbali mkoani hapa vikiwa na ujumbe wenye maudhui ya kuchochea vurugu na uvunjifu wa amani. Rajab Shaban Matuga atuarifu zaidi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mwanza, DCP Wilbrod Mutafungwa, amesema vipeperushi hivyo vimeripotiwa kusambazwa katika maeneo ya Ribet jijini Mwanza pamoja na Kanyama Kisesa wilayani Magu. Uchunguzi huo unafanyika kutokana na vipeperushi hivyo kuanza kusambazwa kuanzia tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu na tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu katika maeneo ya mtaa wa Ribet hapa jijini Mwanza na eneo la Kanyama katika eneo la Kisesa wilaya ya Magu, na vinasambazwa na watu ambao hawajafahamika. Kamanda Mutafungwa ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kubaini watu wanaohusika na vitendo hivyo ili hatua zaidi za kisheria ziweze kuchukuliwa. Wakati tukiendelea na uchunguzi na ufuatiliaji wa kina kuhusu watu wanaosambaza vipeperushi hivi, kamwe halitaruhusu mtu yoyote au kikundi cha watu kuhamasisha watu kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani au kushiriki katika vitendo vya vurugu vinavyoweza kusababisha uvunjifu wa amani. Kwa hali hiyo, ninaomba wakazi wote wa mkoa wa Mwanza kutoa taarifa kwa jeshi la polisi au mamlaka nyingine za serikali kuhusu watu wanaohamasisha vitendo vya uvunjifu wa amani kwa kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, lakini kwa kutoa taarifa kwa mamlaka nyingine za serikali ili waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoani hapa limefanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa 11 wanaodaiwa kujihusisha na wizi na uharibifu wa miundombinu ya serikali katika operesheni maalum iliyoanza Juni 6 mwaka huu 2026. Kati ya hao watuhumiwa 4 wanahusishwa na wizi wa betri za taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua zilizokuwa zimefungwa katika maeneo mbalimbali ya wilaya za Ilemela na Nyamagana, huku bajaji yenye namba za usajili MC 335 FJR aina ya TVS ikishikiliwa kwa madai ya kutumika kusafirisha betri kutoka maeneo matukio kwenda kwa wanunuzi. Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Mukami Maseke, mkazi wa Kurusanga, halmashauri ya wilaya Bunda mkoani Mara, amenusurika na tukio la kifo baada ya mume wake Nyamwanga Warioba
kumshambulia na kumkata na kitu chenye ncha kali kwenye kiganja cha mkono wake. Nuhu Kasim Stima anaarifu zaidi. Akieleza kwa uchungu na maumivu makali, mwanamke huyo alielezea jinsi mkasa huo ulivyomtokea wakati akiwa anaendelea na shughuli za kilimo katika shamba la wazazi wake. Juzi sasa hilo Jumatatu nilikuwa nimeamka kutoka kwa wazazi wangu, nimeenda shambani kuwasaidia kazi. Nimeima mpaka saa 5. Ilipofika muda wa saa 5 nikachukua jembe kurudi nyumbani. Ilipopiga hatua kama 1 2 3 5, tayari huyo mume wangu aliyokuwa amenioa akatokezea kichakani hapo akiwa na panga ameshikilia. Akaanza na kunishambulia nikipiga yowe mimi mwenyewe. Basi mpaka ikafika hatua ya kushambulia mpaka kiganja kikatoka cha mkono. Ndio akakimbia na mimi nilikuwa tayari nimeshadondoka pale chini. Akikiri kutokea kwa tukio hilo, mwenyekiti wa kitongoji cha Kurusanga George Saranga amesema kwa mara kadhaa alikuwa akisuluhisha mgogoro wa wawili hao na kufikia mwafaka, lakini bado mgogoro huo uliendelea kwa siri. Miezi kama 3 iliyoisha walikuwa na mgogoro na huyo mume wake, na walifika kwa mwenyekiti wa kitongoji ambaye ni mimi. Nilitengeneza suluhu yao ya kinyumbani kwanza, mara ya kwanza. Tukafika sehemu wakakubaliana hiyo suluhu tukaitengeneza. Walikuwa na ugomvi wa ndani kwa ndani, lakini tukasuluhisha kinyumbani. Wakafika sehemu tukapata mwafaka, wakaendelea kuishi maisha mazuri. Lakini baada tena kama mwezi wakarudi pia, tukaitengeneza tena suluhu na wazee wa baraza la kitongoji, tukaisuluhisha tena ikaisha. Daktari wa mifupa katika hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, Elias Nguti, ameelezea hatua za haraka zilizochukuliwa baada ya kumpokea mgonjwa huyo. Mkono wa kushoto ulikuwa umekatwa, kiganja kimetoka. Mkono wa kulia ulikuwa umekatwa, lakini kwa umevunjika tu, ulikuwa hujatoka kiganja. Kwa hiyo umekatwa mara 2, mkono wa mbele na mkono wa juu. Kwa kulingana na majeraha aliyokuwa nayo makubwa, alikuwa ametoka damu nyingi sana. Kwa tulianza huduma za dharura za kumwandaa, ikiwa ni pamoja na kumpatia dawa, drip pamoja na damu. Baada ya hapo tukamwandaa kwa ajili ya kuingia naye kwenye operation ya dharura. Naam, ni taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mara. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tuelekee huko katika visiwa vya Marashi ya Karafuu na Uchumi Abudo huko kisiwani Unguja. Mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Bi Hamida Musa Hamis ameataka wananchi wanaoanza au kuendelea na shughuli za ujenzi katika maeneo ya hifadhi ya serikali yaliyopo White Sand katika shehia ya Paje, wilaya ya Kusini, kusitisha mara moja shughuli hizo hadi serikali itakapojiridhisha na uhalali wa mauziano ya maeneo hayo. Hilali Sefuriami anatuarifu zaidi. Tujiridhishe kama ni eneo la akiba, manake agizo langu lilolitoa juzi sheha litaendelea. Kwa maana kwenye eneo hili kwa sasa mtu yoyote hata kama alinunua miaka 10, manake anataka kulitumia, apite kwako, utoe barua ende kamisheni, ili kamisheni ijiridhishe kwanza kaingia kwenye hiyo akiba au hakuingia, vinginevyo kusifanywe chochote. Ametoa agizo hilo alipofanya ziara ya pamoja kati ya uongozi wa wilaya ya Kusini, kamisheni ya ardhi na baraza la mji Kusini, kwa lengo la kukagua eneo hilo ambalo serikali imebaini kuwepo kwa mauziano na matumizi ya baadhi ya maeneo ya hifadhi kinyume na taratibu zilizowekwa. Site plan zikisema hivi, mimi nikiona hii, kwa sababu sijui ndio au sio, nitasema na watu wa ardhi wamo. Juzi nilipokuja hapa nikaambiwa kuna beacon. Mimi ninaloweza kuuliza haraka nauliza vipi, hii beacon imewekwa na kamisheni ya ardhi au watasema kuna wapimaji tu kwa ardhi tumewaita, mtawataja? Ndio tunalolitaka. Kila mtu aliyeuziwa atasema, kwa sababu waliouziwa kama hawa wamekuja kulalamika kwa sababu mtu anaona pesa yangu hiyo inayoyomea, kujenga sijengi, pesa ndo nimeshatoa, sasa wewe ndo mjumbe, na ndo mimi nikakwambia utabeba dhima. Aidha, Bi Hamida amesimamisha utekelezaji wa majukumu yake naibu sheha wa eneo hilo kufuatia tuhuma za kuhusika na uuzaji wa maeneo hayo, huku serikali ikiendelea kufanya uchunguzi wa kina kuhusu mauziano yaliyofanyika. Na huyu nilimsimamisha kwa sababu ya makando mengi yaliyomo,
tafuta mtu mbadala wa kusimamia zoni hii kwanza, ili hichi tunachokiagiza kiendelee, kwa sababu yule ana malalamiko mengi, analalamikiwa. Hatuwezi kuendelea na mtu aina hiyo, na sasa hivi itabidi yeye atupe orodha ya watu wenye maeneo haya yote wanaosema ni wao. Sisi tutajiridhisha, ano karatasi ya mambo msige, ano karatasi ya kuuziwa ile ya mchele, ano karatasi rasmi ya serikali, wote wenye maeneo haya. Umenielewa Yusuf? Tunataka hiyo orodha ikifika Ijumaa iwe ushamkabidhi sheha yote. Sheha unaiandikia hasa barua kwa mkuu wa mkoa, nakala mkuu wa wilaya, katibu mtendaji kamisheni ya ardhi. Katibu mtendaji wa kamisheni ya ardhi Musa Kombo Bakari amesema ni kosa kwa mmiliki wa ardhi kubadilisha matumizi ya eneo alilopewa kwa shughuli nyingine bila ya kupata idhini rasmi kutoka serikalini kupitia mamlaka husika. Maeneo ni yao kabisa wale wananchi wanauza, lakini matumizi hayakubali. Kwa hivyo lazima waje kwetu ili tuseme kwamba mgeni huyu anaweza kufanya uwekezaji wa hoteli au real estate projects au vitu vingine kama hivyo. Sasa bwana sheha, hiyo ndio taratibu yetu sasa hivi. Wakija kwa maeneo hasa ya wageni ambao tunajua haya direct ni uwekezaji, hayo lazima kwanza waombe ushauri kamisheni ya ardhi kwa maandishi, na sisi tutajibu kwamba hapa sawa, endelea na taratibu, hapa panaweza kuwekezwa hoteli. Ukarabati wa meli ya kihistoria ya MV Liemba iliyokuwa ikitumika kusafirisha abiria na mizigo baina ya nchi za Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia katika ziwa Tanganyika unaendelea vizuri kufikia 75%. Tupate taarifa kamili. Akizungumzia ukarabati huo unaotarajiwa kukamilika ifikapo mwishoni mwa mwezi wa 7 mwaka huu 2026, afisa kutoka kampuni ya meli Tanzania Tashiko Humphrey Mwambungu amesema kukamilika kwake kutaleta hueni kubwa katika sekta ya usafirishaji ndani ya ziwa Tanganyika. Mpaka sasa vifaa vyote viko site. Viti ambavyo vilikuwa vinasubiriwa vimeshafika. Vilikuwa na shafti pale na propeller zishafika. Windlass kwa ajili ya kuwekea nanga zishafika. Kwa kazi zilizobaki sasa hizi ni zile tunasema fitting. Kwa tunatarajia mwishoni mwa mwezi wa 7 mradi huu umekamilika. Uwekezaji hapa uliofanya huo mradi wa MV Liemba una manufaa makubwa sana kwa wananchi wa Kigoma. Kumbuka kwa sasa hakuna meli yoyote ya abiria na mizigo iliyopo kwenye ziwa hili Tanganyika. Na kama tunavyofahamu, Liemba ikiwa inafanya kazi inajumuisha wafanyabiashara wote, ikiwemo wale mama ntilie, ikiwemo bodaboda na wafanyabiashara wale wadogo wadogo. Kwa tunatarajia kwamba mradi huu ukikamilika unaenda kuinua uchumi wa wana Kigoma wote. Katibu tawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa akiwa na ujumbe wake ametembelea na kukagua maendeleo ya ukarabati wa meli hiyo inayotarajiwa kuanza rasmi kutoa huduma mwezi Agosti mwaka huu 2026. Mradi huu ulikuwa unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi wa 7 kwa maana ya mwezi ujao. Na leo tumekuja kutembelea hapa ili kujiridhisha na mpango huo kama unatekelezeka ama la, na tumejionea hapa na tumejiridhisha kwamba mpaka sasa hivi mradi umekwisha fikia zaidi ya 75% na kazi zilizobakia zimefikia kazi chache, ikiwemo pia kwenye kufanya majaribio. Aidha, Rugwa amesema ukarabati wa meli hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkakati wa serikali kukarabati meli 3 za kihistoria zinazotoa huduma katika ukanda wa maziwa makuu. Meli yetu ya kihistoria, meli yetu ya MV Liemba ambayo ina uwezo wa kuchukua abiria zaidi ya 600 na mizigo tani 200 kwa wakati mmoja. Miradi hii yote miwili ni utekelezaji wa mikakati na mipango ya Mheshimiwa Rais wetu wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwenye mpango mkakati wake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba meli 3 zinakarabatiwa na kuzirudisha katika hali yake ya awali, ambapo kwanza tulianza na MV Sangara ambayo inafanya kazi ya kubeba mafuta takriban lita 410,000 kwa wakati mmoja, na ambayo ilishakamilika na ikaanza kazi mwaka jana mwezi wa 4. MV Liemba ambayo ukarabati wake unagharimu zaidi ya bilioni 26. Zaidi ya shilingi bilioni 2 zimetolewa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa kituo kikubwa cha maroli ya mizigo katika eneo la Horohoro, kata ya Duga, wilayani Mkinga, mkoani Tanga, kwa lengo la kuongeza kiwango cha ukusanyaji wa mapato. Nuhu Kasim Stima anatuarifu zaidi. Hayo yamebainishwa na mbunge wa jimbo la Mkinga Twaha Mwakioja wakati akizungumza na wananchi wa kata ya Dugana kuelezea hatua zilizofanikisha kupata kiasi hicho cha fedha kinachotumika katika ujenzi huo. Tunakwenda kujenga kituo kikubwa cha malori. Malori hayatasimama hivi kiholela holela. Yatakuwa na kituo kikubwa, kata itakusanya ushuru,
kijiji mtapata mapato na mtafanya biashara, tutakuwa na kituo kikubwa cha malori. Fedha zake zaidi ya bilioni 2.8. Tumeshapewa awamu ya kwanza bilioni 1. Mradi ukifikia hatua fulani tunamaliziwa tena bilioni 1.8. Hayo ni mapambano nje ya budget ambayo tumeyafanya, na fedha hizo tumeshazipata na tenda imeshatangazwa. Wanaendelea na mchakato ili kukamilisha na mkandarasi aweze kuanza kazi hiyo njema kabisa kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Aidha, Mwakioja amesema serikali pia imedhamiria kufanya ujenzi wa kituo cha mabasi kitakachosaidia wananchi wa maeneo hayo kuepukana na adha ya kwenda Tanga mjini kufuata kituo cha mabasi yaendayo mikoani. Jambo la pili tunaloenda kulifanya kwenye kijiji chetu hiki na kata yetu hii ya Duga ili kuleta mapinduzi, tunakwenda kujenga kituo kikubwa cha mabasi katika kituo chetu hiki cha Horohoro Boda, ili mabasi yaweze kupaki hapa na kuanza safari za kwenda Dar es Salaam na kuanza safari za kwenda Mwanza, kwenda Dodoma, badala ya kwenda Tanga mjini kuhangaika, huna ndugu, utapeliwe, uibiwe. Safari yako utaianzia hapa Horohoro Boda na kuendelea na safari zako. Katika hatua nyingine, Mwakioja ameelezea ujenzi wa soko la kisasa la mazao mbalimbali ambalo litahusisha wafanyabiashara kutoka ndani na nje ya nchi ili kuendelea kufungua fursa mbalimbali za kiuchumi. Tunakwenda kujenga soko kubwa la kisasa litakalounganisha mazao ya chakula, litakalounganisha nyama, litakalounganisha mazao ya samaki. Litakuwa ni soko la kisasa. Watu watakuja hapa kukusanya bidhaa zao kutoka nchi jirani ya Kenya, kutoka mikoa ya jirani, kutoka wilaya za jirani, watakusanya mazao yao hapa na kuendelea na safari zao. Kwa hiyo mji huu wa Horohoro tunakwenda kuuchora ramani yake vizuri, ukae vizuri, uwe ni mji mdogo wa kibiashara. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Omari Makame amewakaribisha wadau wa uwekezaji kutoka ndani na nje ya nchi kujitokeza kuwekeza mkoani humo kufuatia uwepo wa fursa mbalimbali za kiuchumi, akiahidi ushirikiano wa serikali kwa wawekezaji hao. Ametoa wito huo RC Makame wakati akikaribisha wawekezaji kutoka nchini Korea Kusini, huku akibainisha wingi wa fursa za kiuchumi zilizopo mkoani humo. Niendelee kuwakaribisha wadau wetu wa Koika, lakini wadau wetu wa Good Neighbors, lakini hali kadhalika na wawekezaji kutoka kwenye nchi ya Korea ya Kusini. Mkoa wa Songwe ni mkoa muhimu sana katika eneo la uwekezaji. Bado tunazo fursa nyingi kwenye sekta ya kilimo, tunazo fursa kwenye sekta ya madini, lakini tunazo fursa kwenye sekta ya mambo ya usafiri na usafirishaji. Aidha, RC Makame ameelezea baadhi ya sababu zinazopelekea kuwatafuta wawekezaji wengi mkoani humo, ikiwemo jiografia ya eneo hilo pamoja na mikakati ya serikali katika kuwathamini wawekezaji. Mkoa wetu huu ni mkoa ambao tunapakana na wenzetu wa Zambia, tunapakana na Malawi, lakini karibia 75% ya mzigo wote ambao unapita kwenye bandari ya Dar es Salaam kwenda nje ya nchi, 75% ya mzigo ambao unatoka nje ya nchi unapita hapa kwenye mkoa wetu wa Songwe. Kwa ni mkoa wa kimkakati kibiashara na una mazingira mazuri ya kiuwekezaji. Kwa naomba wakaribisheni pia wawekezaji kutoka Korea Kusini waje kuwekeza katika mkoa wetu wa Songwe, na sisi tuko tayari kutoa ushirikiano wote unaohitajika kuhakikisha kwamba miradi ambayo mnatuletea inakuwa ni endelevu. Tukirejea tena huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Pemba, wafanyabiashara wadogo na wajasiriamali wanaoendesha shughuli zao za kujiingizia kipato katika eneo la bandari mkoani kisiwani Pemba wametakiwa kushirikiana na ofisi ya wakala wa chakula, dawa na vipodozi Zanzibar ZFDA kwa kutoa taarifa za bidhaa zilizopitwa na muda wa matumizi ili kulinda afya za wananchi. Hilali Sefuriami kwa mara nyingine tena anatupasha zaidi. Kaimu mkurugenzi wa ZFDA kisiwani Pemba, Abdallah Sharifu Maalim, amesema usalama wa chakula ni jukumu la kila mmoja na kwamba wafanyabiashara wana nafasi kubwa ya kusaidia mamlaka husika kubaini bidhaa zisizo salama kabla hazijawafikia walaji. Watupe mashirikiano pale tu wanapobaini kwamba wana wasiwasi wa bidhaa ambazo tunasimamia ikiwemo chakula, dawa na vipodozi. Kwa hiyo watupe mashirikiano kwa kutupa taarifa
Wapo watendaji wetu katika kila sehemu ambao wanafahamika, na lengo la siku ya leo kwamba zile changamoto ambazo zinajitokeza kwa kula chakula ambacho si salama zifikie, zipate solution ili wananchi wale chakula kilicho salama. Aidha, wananchi hao wameelezwa jukumu kubwa la ZFDA kusimamia ubora na usalama wa chakula kuanzia hatua za utayarishaji, uhifadhi, usafirishaji, usambazaji hadi kufikia kwa mlaji wa mwisho kwa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo iliyowekwa. Lakini pia katika ukaguzi kuna uteketezaji ambapo kwa zile bidhaa ambazo zitakuwa hazifai zile pia tunafanyia ukaguzi na kuziteketeza pale pindi zinapobainika. Watu wengi kwa kila mwaka wanaopata madhara yanayotokana na chakula takriban 420,000 watu hawa wanaathirika duniani kutokana na kupata chakula ambacho kwa hakiko salama. Lakini na chakula hichi wengi wao wanakuwa wanaathirika watoto. Zaidi ya 30% katika 100% watoto wanaathirika kutokana na chakula ambacho kwa hakiko salama. Kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara wamesema bado hawana uelewa wa kutosha kuhusu sehemu sahihi za kuwasilisha taarifa wanapobaini uwepo wa bidhaa zisizo salama au wafanyabiashara wanaokiuka taratibu za biashara. Sisi tuna changamoto, tunaweza tukanunua kitu kikawa kimeharibika, lakini sisi kwa sababu wajasiriamali wadogo mtu hawezi kutuelewa, lakini wenye maduka makubwa akiambiwa wanaweza wakaeleweka, lakini sisi hakuna mtu anaweza katuinua hapa kwa kusema tutawasaidia hawa. Mtu anakuambia hata mimi nilinunua hivyo hivyo. Kwa tunapata changamoto. Jasiriamali unafanya biashara, lakini akija mteja akikwambia hii imeharibika anaacha, mimi tayari nimeshatoa pesa na mwenye duka kule hizo kunielewa. Kwa hiyo ni kilio chetu kwa jasiriamali wadogo, na sisi tunahitaji kusaidiwa. Kitu kiwa kimeharibika turudishiwe, kwa sababu mitaji yetu ni midogo, na sisi tuendeleze biashara zetu ili mteja anapokuja siku ya pili tusipate changamoto kwamba siende meza ile kwa sababu kitu kimeharibika. Naam, shukrani sana Hilary Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko katika visiwa vya Marashi ya Karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Pemba. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndio inatufanya kufika tamati ya kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tunapata wasaa kwenda kupoza koo kwa sekunde chache, tukirejea ni wasaa mwingine wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kusalia papo hapo katika runinga yako. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Shule ya sekondari ya Baobab iliyopo Mapinga, Bagamoyo inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo unaoanza Julai 2026. Wanafunzi wanapewa fursa kujifunza fani moja ya ufundi itakayowawezesha kujiajiri mara baada ya kuhitimu. Shule inafundisha kwa kufuata mtaala ulioboreshwa. Michepuo inayofundishwa ni sayansi, PCM, PCB, CBG, PGM na PMCS, biashara, EGM, HGE, EBUAC, ECSM, BUACCS, BUACM, sanaa, HGL, HGK, HKL na KLCH. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa gharama ya shilingi 25,000 tu shuleni Baobab, Mapinga, Bagamoyo, Msimbazi Center, duka nambari 14, 19 na 21, au kwenye tovuti www.baobab.ac.tz. Masomo ya Preform 5 yataanza tarehe 28 mwezi wa pili 2026. Wasiliana na mkuu wa shule kwa simu nambari 0739611539. Walimu wa taaluma: mkondo wa wavulana 0762611538, mkondo wa wasichana 0715611538. Nyote mnakaribishwa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.
Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV. Bado kipindi hewani ni Kapu la Habari, na hivi sasa ni wasaa mwingine wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zinavyosimuliwa naye Hilary Sefuriami. Katika rubaa za kimataifa tunaanzia huko nchini Afrika ya Kusini. Polisi nchini Afrika Kusini wamesema watu wasiopungua 12 wameuawa katika shambulio la risasi lililotokea katika eneo la makazi yasiyo rasmi la Cleveland karibu na Johannesburg. Watu wengine 9 walijeruhiwa katika shambulio hilo lililotokea usiku wa Jumanne Juni 9, huku polisi wakianzisha msako mkali wa kuwatafuta washukiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, zaidi ya washukiwa 10 walishushwa kutoka kwenye gari jeupe aina ya Toyota Quantum karibu na kituo cha mafuta katika eneo la Cleveland. Washukiwa hao walidaiwa kuingia katika makazi hayo kupitia njia 2 tofauti na kuanza kufyatua risasi kwa wakazi na wanajamii katika maeneo mbalimbali kabla ya kutoroka kutumia gari hilo hilo. Afrika Kusini ina moja viwango vya juu zaidi vya mauaji duniani ambapo wastani watu takriban 60 huuawa kila siku. Mashambulizi ya risasi katika makazi yasiyo rasmi ni jambo la kawaida nchini humo na mara nyingi huhusishwa na vurugu za magenge au migogoro binafsi. Polisi wa eneo hilo walisema walipokea taarifa shambulio la risasi linaloendelea majira saa 11:10 jioni kwa saa za huko, na huduma za dharura za matibabu zilitumwa kuwahudumia majeruhi. Kwingineko, kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye amewasilisha ombi mahakamani akitaka kutolewa uamuzi wa kusimamisha kuendelea kushikiliwa kizuizini na kufunguliwa mashtaka. Besigye ambaye amekuwa kizuizini tangu alipotekwa nyara jijini Nairobi nchini Kenya Novemba mwaka 2024 amesema kuwa serikali ya Uganda imekiuka haki zake. Katika maombi yake kwa mahakama kuu, Besigye amemtaja Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa jeshi la Uganda na mtoto wa rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni, kuwa anahusika na ombi lake hilo. Kainerugaba mwaka jana 2025 alituma ujumbe kupitia ukurasa wake wa X ambapo alitishia kumnyonga kiongozi huyo wa upinzani kutokana na kile alichokiita jaribio la kutaka kumuua baba yake. Besigye na msaidizi wake wameshtakiwa kwa uhaini, huku kesi hiyo ikitarajiwa kuanza wiki hii, ambapo mashirika kutetea haki za binadamu na wapinzani nchini Uganda wameeleza kuwa mashtaka hayo yamechochewa kisiasa. Besigye, daktari wa zamani wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na mpinzani wake wa kisiasa kwa zaidi ya miaka 25, amekuwa akifungwa na kutoka jela tangu alipoibua upinzani dhidi ya Museveni kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2001. Na tunahitimisha habari za kimataifa kwa taarifa kutoka huko nchini Sudan. Waathirika 12 wa ukatili unaodaiwa kufanywa katika vita vya Sudani wamefikisha malalamiko nchini Kenya wakitaka uchunguzi dhidi ya wanamgambo wa RSF. Malalamiko hayo yaliwasilishwa na shirika la kimataifa Legal Action Worldwide yanadai mateso na ukatili wa kingono uliofanywa na RSF katika maeneo ya Khartoum kati ya Aprili 2023 na Machi 2025, kipindi ambacho mji mkuu ulikuwa chini ya wanamgambo hao. Waathiriwa wanamtaka mkurugenzi wa mashtaka nchini Kenya kuidhinisha mashtaka dhidi ya wanachama 10 wa RSF, baadhi yao wakiaminika kuishi nchini Kenya. Aidha, wanadai kwamba walishikiliwa katika mazingira ya kinyama, wakipigwa, kuchomwa, kunyimwa chakula na maji, kuteswa kwa umeme na kubakwa, huku baadhi walilazimishwa kubeba miili ya waliouawa. Shirika hilo linataka Kenya kutumia sheria ya uhalifu wa kimataifa ya mwaka 2008 likisema Sudan haiwezi kutoa haki kwa sasa. RSF iliyoibuka kutoka wanamgambo wa Janjaweed imekuwa ikituhumiwa na mashirika ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa kwa uhalifu wa kivita, hususan katika eneo la Darfur. Hilal Sefuriami, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini kabla ni kuage ni ukumbushe tu muktasari wa miongoni wa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza lachunguza usambazaji wa vipeperushi vinavyochochea vurugu. Mwanaume amshambulia mkewe kwa kutumia kifaa chenye ncha kali na kumkata kiganja cha mkono. Na katika habari za kimataifa, watu wasiopungua 12 wameuawa katika shambulio la risasi huko nchini Afrika Kusini.
Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo wakati wote ulikuwa nami Zuberi Mgaya nilikupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Hilali Sefu Riami ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikuache na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini TMA. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Mifumo upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Na mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi vya upepo mkali unafikia kilomita 40 kwa saa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, ikihusisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, Lindi, Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo ni vema kwa wananchi na watumiaji wa bahari kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na maeneo ya ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa siku leo, maeneo machache ya pwani yetu ya kaskazini ikihusisha mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.
Shule ya sekondari ya Baobab iliyopo Mapinga, Bagamoyo inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo unaoanza Julai 2026. Wanafunzi wanapewa fursa kujifunza fani moja ya ufundi itakayowawezesha kujiajiri mara baada ya kuhitimu. Shule inafundisha kwa kufuata mtaala ulioboreshwa. Michepuo inayofundishwa ni sayansi, PCM, PCB, CBG, PGM na PMCS, biashara, EGM, HGE, EBUAC, ECSM, BUACCS, BUACM, sanaa, HGL, HGK, HKL na KLCH. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa gharama ya shilingi 25,000 tu shuleni Baobab, Mapinga, Bagamoyo, Msimbazi Center, duka nambari 14, 19 na 21 au kwenye tovuti www.baobab.ac.tz. Masomo ya Preform 5 yataanza tarehe 28 mwezi wa pili 2026. Wasiliana na mkuu wa shule kwa simu nambari 0739611539. Walimu wa taaluma mkondo wa wavulana 0762611538, mkondo wa wasichana 0715611538. Nyote mnakaribishwa.